Tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, na mpaka sasa bado tunatumaini kwamba mnaendelea salama salimini, na basi tunatumia fursa hii kukaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa kile ambacho kinaendelea kutokea ama kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika hali ya kisiasa, kiusalama na hata kidiplomasia pia. Ila kwa sasa tutakwenda kuanzia huko mkoani Chopo katika mji wa Kisangani ambako Forces Armées de la République Démocratique du Congo FARDC wanaendelea kuimarisha uwezo wa vikosi vyao kupitia mafunzo ya hali ya juu yanayolenga mapigano katika mazingira ya misitu. Zaidi ya wanajeshi 700 ama plus de 700 militaires walishiriki katika mafunzo makali yaliyofanyika katika kambi la Bahuma chini ya programu iitwayo Dio Jango ama Dio Jungle iliyotekelezwa kwa msaada wa kiufundi kutoka nchini Ufaransa. Mafunzo hayo yaliyodumu kwa takriban wiki 6 yaliwezesha washiriki kupata ujuzi unaolingana na mazingira halisi ya operesheni katika maeneo yenye misitu minene kama ilivyo katika sehemu nyingi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vipengele vilivyofundishwa vilijumuisha mbinu za kusonga kwa siri, kuishi katika mazingira magumu, kujielekeza msituni pamoja na mbinu za mapigano ya karibu katika maeneo yenye changamoto. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama, mpango huu ni sehemu ya mkakati mpana wa kuboresha taaluma ya jeshi la Kongo ambalo linakabiliwa na changamoto mbalimbali katika maeneo ambako msitu ni faida ya kivita lakini pia ni kwazo kikubwa. Lengo ni kuwapa wanajeshi uwezo mkubwa zaidi wa kutekeleza operesheni kwa ufanisi dhidi ya makundi yenye silaha yanayofanya kazi katika mazingira hayo magumu. Kupitia mafunzo hayo maalum, FARDC inalenga kuongeza uwezo wa kukabiliana na hali halisi ya uwanja wa mapambano na kuboresha utendaji wake katika mazingira yenye changamoto kubwa, hususan katika maeneo ya misitu ya mashariki na katikati mwa nchi. Vyanzo vingi vya habari tena vyenye kuaminika vinaripoti kuongezeka kwa shinikizo kwa wahudumu wa kibinadamu na watetezi wa haki za binadamu katika maeneo yaliyodhibitiwa na waasi wa M23 RDF, ambapo matukio yanayolenga raia hawa yamekuwa yakiongezeka na kusababisha hofu kubwa. Kesi ya hivi karibuni ilitokea Jumatatu ya Machi tarehe 30 kati ya Kalembe, eneo la afya la Mweso wilayani Masisi. Kulingana na vyanzo eneo hilo, wahudumu wawili wa kibinadamu walishambuliwa vikali na wanamgambo wa AFC M23. Muuguzi wa kituo cha afya cha Kalembe, Kapita Lucien, alipigwa risasi kwenye mkono. Mratibu wa Msalaba Mwekundu ya maeneo hayo, Bwamungu Maua Samso, pia alikumbwa na ukatili wa kimwili katika tukio hilo. Wanaume hao wawili walidaiwa kuhusiana na makundi ya ulinzi wa wananchi yanayojulikana kama VDP Wazalendo, na baada ya ukatili huo walipelekwa kwa nguvu kwa pikipiki na kuwapeleka kwenda mahali pasipojulikana. Tangu wakati huo hali yao bado haijulikani na kuongeza hofu ndani ya jamii ya eneo hilo. Tukio hili ni sehemu ya mlolongo wa mashambulizi dhidi ya wahudumu wa kibinadamu katika eneo hilo. Huko Goma, mashirika ya haki za binadamu yamelalamika kuhusu kukamatwa na kushikiliwa kwa hali ambazo zinachukuliwa kuwa za kikatili kwa Maître Selemani Kakesa Justin, pia msaidizi wa kibinadamu. Kulingana na taarifa zinazolingana, alikamatwa Machi tarehe 26 mwaka huu katika kisiwa cha Ijwi mara baada ya kufika kwa ajili ya ujumbe wa shirika lisilo la kiserikali ama ONG ya ZOA. Alisafirishwa hadi Goma siku iliyofuata na inasemekana anashikiliwa katika gereza linalojulikana kwa jina la Shemesha. Vyanzo kadhaa vinaripoti matukio ya ukatili na kuonya kuhusu kudorora kwa hali yake ya afya ambayo tayari ilikuwa dhaifu kabla ya kukamatwa kwake. Kutokana na hali hii, mashirika ya eneo hilo yamelalamika kuhusu hali ya kutoaminiana na ukandamizaji unaoongezeka dhidi ya wahudumu wa kibinadamu ambao wanadaiwa kushirikiana na wahasi bila ushahidi wowote. Yanaomba hatua za dharura kutoka kwa mamlaka za kitaifa na jumuiya ya kimataifa ili kuhakikisha ulinzi wa raia wanaojihusisha na msaada wa kibinadamu na ulinzi wa haki wa msingi za kibinadamu.
Na tukijielekeza huko mkoani Ituri, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vimetangaza tangu hiyo Jumatatu tarehe 30 Machi hii kuwa vimefanikiwa kuwaokoa zaidi ya watu 100 waliokuwa wamekamatwa na makundi ya kigaidi ya Allied Democratic Force ADF katika eneo la Mambasa. Kulingana na Lieutenant Jules Ngongo, msemaji wa operation za kijeshi katika eneo hilo, hatua hii ni sehemu ya juhudi za kudumu za FARDC za kurekebisha usalama na utulivu katika eneo ambalo mara kwa mara limekumbwa na vurugu za makundi ya kigaidi. Namnukuu, operesheni zinaendelea ili kuhakikisha usalama wa eneo zima na kulinda wananchi, amesema, akisisitiza kwa jitihada za kuwafuatilia wanachama wa ADF zinaendelea kwa nguvu. Mamlaka za eneo hilo pamoja na vikosi vya usalama vimefanya kazi kwa ushirikiano ili kurahisisha operesheni iliyowezesha kuokolewa kwa waliokamatwa kwa usalama, ingawa utambulisho kamili na wahanga na hali walizoshikiliwa hazijafahamika kwa undani. Vyanzo kadhaa vinabainisha kuwa baadhi yao walishikiliwa katika hali ngumu na kuokolewa kwao kunashuhudia hatua muhimu katika vita dhidi ya ADF katika sehemu hiyo ya mkoa wa Ituri. Tukio hilo linatokea katika muktadha ambapo wananchi wa eneo hilo mara kwa mara wakikumbana na vitendo vya makundi ya kigaidi wanaishi katika hali ya kutokuwa na usalama. FARDC zinathibitisha dhamira yao ya kuendelea na operesheni za kijeshi na kuimarisha uwepo wa vikosi vya usalama ili kuzuia mashambulizi mapya. Na katika muktadha wa usalama na diplomasia, nchi ya Marekani imeamua kuongeza kiwango cha shinikizo la kifedha kwa kutangaza kuiondoa jeshi la Rwanda Defense Force RDF kutoka kwenye mfumo wa kimataifa wa mawasiliano ya kifedha uitwao SWIFT. Kwa mujibu wa vyanzo rasmi, hatua hii inatarajiwa kuanza kutekelezwa hii leo Jumatano tarehe 1 Aprili mwaka 2026. Uamuzi huu ni sehemu ya mkakati mpana wa kuimarisha vikwazo dhidi ya taasisi zinazochukuliwa kuwa na umuhimu wa kimkakati. Mbali na jukumu lao la kijeshi, RDF pia zinahusishwa na mtandao wa kiuchumi unaojumuisha makampuni na taasisi mbalimbali ambazo zinaweza kuathiriwa moja kwa moja na kuzuiwa huku kwa upatikanaji wa mfumo wa fedha wa kimataifa. Kwa mujibu wa wachambuzi kadhaa, hatua hii inaweza kuwa na athari kubwa. Inaweza kupunguza uwezo wa taasisi husika kushirikiana na benki za kimataifa, jambo litakalofanya iwe vigumu kupata mikopo na ufadhili kutoka nje. Aidha, miamala ya fedha za kigeni hasa dola za Kimarekani inaweza kuwa migumu zaidi kufanyika na hivyo kuongeza changamoto katika shughuli za kibiashara. Kwa ujumla, hatua hii inaweza pia kuvuruga minyororo ya usambazaji wa shughuli za kiuchumi zinazohusiana na taasisi hizo kutokana na vikwazo vinavyoongezeka katika miamala ya kifedha ya kimataifa. Inaonyesha pia namna mbinu za kiuchumi na kifedha zinavyozidi kutumika kama nyenzo muhimu katika ushindani wa kimataifa. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kwa kuzidi kupata habari moto kutoka kwetu, tunakusihi uende kubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uende kufaidi zaidi na kuhabarika kutoka Kibenge TV. Basi tukutane kwa majaliwa, tunawashukuruni.